Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania mchana wa leo. Marekani kupitia maseneta maarufu wametoa onyo kali leo kwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kuhusu hali ya demokrasia na haki za binadamu Tanzania. Wametoa amri hii nzito kwa utawala wa CCM. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Kundi mashuhuri la maseneta wa Marekani limetoa tamko kali likielezea hofu kubwa juu ya kile wanachoeleza kuwa ni kuzorota kwa kasi kwa utawala wa kidemokrasia na ulinzi wa haki za binadamu nchini Tanzania chini ya serikali ya Mama Samia. Wasiwasi wao unafuatia matokeo mabaya yaliyoripotiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu wa 2025, ambapo waandamanaji kadhaa waliuawa, wengi kujeruhiwa na mamia ya wengine kudaiwa kukamatwa kinyume cha sheria na vikosi vya usalama. Kulingana na maseneta hawa, hali hiyo inawakilisha mojawapo ya mivutano ya kisiasa inayosumbua zaidi katika eneo hilo la Tanzania. Taarifa hiyo ya pamoja iliyoongozwa na Seneta Jean Shaheen na kuungwa mkono na wanachama kadhaa wa kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti la Marekani iliangazia akaunti nyingi za ufyatuaji wa risasi kuwalenga Watanzania katika maandamano, kuzuiliwa kiholela na vitisho vilivyoenea kwa wanachama wa upinzani hasa Chadema. Maseneta hao walibainisha kuwa matokeo haya yanaharibu kwa kiasi kikubwa sifa ya muda mrefu ya Tanzania kama taifa la amani linalozingatia maadili ya kidemokrasia. Ujumbe huu wa seneti hilo la Marekani umesisitiza kuwa Marekani haiwezi kuendelea na biashara kama kawaida na Tanzania, ila hali madai hayo mazito ya unyanyasaji ulioidhinishwa na serikali bado hayajatatuliwa. Wamesisitiza kuwa Washington, Marekani lazima itathmini upya misaada yake ya maendeleo ya Tanzania, ushirikiano wa kiusalama na ushirikiano wa kikanda na nchi hii ya Tanzania hadi kuwe na uwazi, uwajibikaji na heshima inayoonekana kwa uhuru wa kimsingi. Kulingana na wao, diplomasia lazima iakisi kanuni, sio urahisi wa kisiasa. Katika moja ukosoaji wao wa wazi, maseneta hao walilaani serikali ya CCM inayoongozwa na Samia Suluhu kwa kile walichokiita ukandamizaji dhabiti wa kisiasa, wakiashiria kuzuiliwa kwa waandamanaji wa amani, kuvurugwa kwa mvutano wa kisiasa na kulengwa kwa viongozi wa upinzani. Walisema kwamba ukandamizaji uliorekodiwa hivi majuzi unaashiria jaribio la kimfumo la kunyamazisha wapinzani na kuunganisha udhibiti wa kisiasa kwa nguvu. Maseneta hao pia walionya kwamba jinsi serikali inavyoshughulikia machafuko ya baada ya uchaguzi inaakisi mitindo ya kimabavu. Walidai kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji wa Kitanzania wasio na silaha mnamo Oktoba tarehe 29 wakati wa maandamano hayakubaliki na viwango vyote vya kimataifa. Kauli yao ya Marekani ilishutumu utawala wa Samia Suluhu kwa kuvumilia au pengine kuidhinisha mbinu za kudhibiti umati zenye vurugu ambazo zilisababisha kupotezwa kwa maisha. Majeraha makubwa pia yalitokea na hofu ya kisaikolojia miongoni mwa wananchi wa taifa hilo. Ukosoaji wa tatu wa seneti ulisisitiza ukandamizaji unaoendelea wa vyama vya siasa vya upinzani hasa Chadema na ACT Wazalendo. Walitaja wimbi la kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, wanaharakati na Watanzania wa kawaida ambao walidaiwa kuwekwa kizuizini kwa sababu tu ya kutoa maoni yao ya kisiasa. Maseneta hao walisema kwamba ikiwa Tanzania itaendelea kuharamisha ushiriki wa kisiasa, itakuwa katika hatari ya kupoteza imani ya kimataifa na kujitenga na washirika wa kidemokrasia. Katika karipio lao la 4 na kali, maseneta hao walisisitiza kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan lazima iwajibike mara moja, raia wote waliopotea waachiliwe au waletwe waliozuiliwa kinyume cha sheria na kujitolea kufanya uchunguzi wa wazi. Walibainisha kuwa bila maswali huru, ikiwa ni pamoja na uangalizi una uwezekano wa kimataifa, serikali ya Tanzania haiwezi kudai kuwa inasimamia demokrasia. Marekani ilionya kuwa ukimya wa muda mrefu au kukataa kutaongeza matokeo ya kidiplomasia. Mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yamerejea wasiwasi wa maseneta hao wa Marekani, yakiashiria kesi kadhaa ambazo zijatatuliwa za kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria na madai ya kutoweka. Ripoti pia zinaangazia familia zinazotafuta jamaa waliopotea wakati wa maandamano, wanaharakati wanaotoroka nchi na mawakili walionyimwa ufikiaji wa wateja wao,
waliozuiliwa katika vituo visivyojulikana. Maendeleo haya yameibua hofu ya mgogoro mkubwa wa kitaasisi nchini Tanzania. Wachambuzi wanasema taarifa ya Seneti la Marekani inaongeza shinikizo kubwa la kimataifa kwa Tanzania katika wakati huu mgumu, huku mvutano ukiwa tayari umetanda baada ya uchaguzi huo uliokumbwa na maandamano na utata. Serikali ya Tanzania inakabiliwa na uchunguzi mkali kutoka kwa washirika wa Magharibi, makundi ya kutetea haki za Kiafrika za binadamu na vuguvugu la kisiasa la ndani. Wengi wanaamini kuwa onyo la Marekani linaweza kuashiria mwanzo wa mabadiliko makubwa katika msimamo wa jumuiya ya kimataifa kuelekea uongozi wa Tanzania. Machafuko yanayozunguka maandamano ya Oktoba tarehe 29 pia yamesalia kuwa suala nyeti. Taarifa za mashahidi zinaeleza makabiliano makali, huku polisi wakiripotiwa kufyatua risasi za moto kwa umati na kutumia nguvu nyingi kutawanya mikusanyiko ya maandamano. Video kadhaa zilizosambazwa mtandaoni zilionyesha raia wakikimbia kutokana na milio ya risasi, wengine wakipiga kelele kuomba msaada na kuomba huruma na matibabu, wakihangaika kuwasaidia waliojeruhiwa katika mitaa yenye machafuko wakati wa maandamano ya Oktoba. Picha hizi ambazo zimechangia pakubwa katika ghadhabu ya kimataifa. Katika wiki zilizopita, mvutano wa ziada uliongezeka wakati vyombo vya usalama vya Tanzania vilipoimarisha operesheni zinazolenga wafuasi wa upinzani. Baadhi ya wanaharakati waliripoti kupokea vitisho, wengine walibaini ufuatiliaji katika nyumba zao, na wengi walithibitisha kuwa waliitwa na polisi bila maelezo na kuhojiwa. Vitendo hivi vimeongeza hofu kwamba serikali inakaza mtego wake ili kuzuia ukosoaji wowote uliopangwa. Baraza la Seneti la Marekani pia limetilia maanani uteuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan wa tume ya ndani ya kuchunguza matukio ya Oktoba, hatua ambayo vyama vingi vya upinzani pia vimekataa moja kwa moja. Wakosoaji wanahoji kuwa tume hiyo haina uhuru kwa sababu wanachama wake kadhaa ni maafisa wa zamani wa serikali ya CCM au watu binafsi wenye uhusiano wa karibu na mashirika ya serikali. Maseneta hao walionya kuwa ni uchunguzi wa uwazi tu na usiopendelea unaweza kurejesha uaminifu. Kikanda, majirani wa Tanzania wanatazama kwa makini hali inayoendelea, wakihofia kwamba kukosekana kwa utulivu kunaweza kumwagika au kuathiri uhusiano wa mipaka. Waangalizi wa kidiplomasia wanaona kuwa Tanzania ina jukumu muhimu katika mipango ya amani na usalama ya Afrika Mashariki na kuifanya afya yake ya ndani ya kisiasa kuwa suala la umuhimu wa kikanda. Ongezeko lolote, wanaonya, linaweza kuwa na athari pana kwa udhabiti wa kambi hiyo. Kwa ndani, mashirika ya kiraia yameitaka serikali kujibu kwa njia inayojenga ukosoaji wa ndani na kimataifa. Wanasema kuwa kutupilia mbali wasiwasi kutaongeza hali ya kutoaminiana na kurefusha mzozo wa kisiasa. Badala yake, wanapendekeza mazungumzo ya maana na wahusika wote wa kisiasa, uwajibikaji kwa vitendo visivyo halali na dhamira ya kurejesha imani ya umma kwa taasisi za serikali. Nijuze maoni yako kuhusiana na ujumbe huu kutoka Marekani kwa serikali ya Samia. Vile like video hii kisha subscribe kwa taarifa zaidi.